Mimi najua kwamba Yanga walikuwa wamejiandaa kisaikolojia, mashabiki walikuwa wameandaliwa kisaikolojia kwamba Stan Aziz Ki baada ya msimu huu kutamatika atakuwa si sehemu ya kikosi kitakachoundwa tena katika msimu unaofuata wa 2025-2026. Hata ukijaribu kuangalia kwa namna ambavyo kwa sasa hivi tu hata sakata la Clement Mzize sasa hivi ukisema kwamba Clement Mzize amesaini kwenye timu fulani nje ya Tanzania ama hapa Tanzania, shabiki wa Yanga hatashtuka kwa sababu tayari ameshaandaliwa kwamba mchezaji huyo huenda kahitajika kwingine tofauti na kuitumikia Yanga. Mbali na hivyo ni kwamba mimi binafsi sina ambacho Aziz Ki nilikuwa natarajia kukipata tena kumuona. Yani kuna kitu gani kipi ambacho Yanga Aziz Ki anaweza kuifanyia Yanga? Wazi, yani dhahiri shairi. Hata Wydad, usajili wa Aziz Ki kwenda Wydad ni sana usajili wa alofanya Guardiola wapo uoka kutoka Spurs kuja Man City. Wengine tuliuliza kwa nini Guardiola kamtoa Kai Walker kwenda AC Milan kwa mkopo? Of course kwa sababu hakuna chochote ambacho alikuwa anakitaka tena kwake. Ni kama Yanga hakuna chochote ambacho alikuwa anakitaka kwa Stefan Aziz Ki. Aziz Ki tayari alikuwa ni kama out. Yani graph yake inaenda inashuka tena kwa kasi. Ilikuwa inashuka. Kwa hiyo kwa namna yote lazima aondoke msimu. Ndio maana unaona sasa hivi hamna story kubwa tena kwa mashabiki. Kama Yanga ingemtoa Pacome, kusingekalika huko. Hapo ungekuwa wimbo wa taifa. Yani au Maxim pia zingine. Of course. Kwa sababu Aziz Ki kwa sababu tayari msimu mitatu sasa. Kama sio minne. Yuko hapa na msimu wa kwanza of course yes, msimu wa pili yes, msimu huu kusema la kweli Stefan Aziz Ki mimi binafsi Yanga kwa ujumla na mashabiki wao watabariki bila shaka kuondoka kwa Stefan Aziz kwa sababu kama ni katika mambo ambayo ameshafanya mambo makubwa. Stefan Aziz ameshaingia kwenye historia na sijawa shocked kwa nini ameenda Wydad kwa sababu Wydad haina utaratibu wa kusajili mchezaji kijana. Of course. Yani utaratibu kwa mfano unaweza kujiuliza kwa nini miaka 29 kumsajili Gomez Suleiman Mwalimu kwani sio mchezaji kijana? Speaker Shazma Ilula. Huu taratibu umeletwa na Roland Mokoena na huu usajili ni wa Roland Mokoena. Of course. Na huu usajili umekuja baada ya kumkosa Mzinze. Usajili wa Suleiman Gomez ule ulikuwa ni usajili independent ambao tayari ulikamilika. Ila baada ya kumkosa Mzinze Yanga ndio kafanyika ule usajili. Of course akaturn table akaenda akachukua Stefan Aziz Ki. Ila huu umekuwa ni utaratibu wa kusajili wachezaji ambao kwa Wydad. Kwa mfano angalia Thembekos Lochi kutoka Sundown. Thembekos katumikia Orlando. Thembekos katumikia Mamelodi. Sio kwa mafanikio makubwa, average tu. Alafu kaja amekuja Wydad. Of course. Mwangalieni nani huyu alisajiliwa kutoka AC Milan. AC Milan Torino sasa hivi amecheza game tizana za 3 zimetimia. Kaondoka sasa hivi Wydad. Alitoka Italy. Yaani huo mko utaratibu wakina Yaya Jabrane, Atetiala, Zohari Montaraji. Wale ni wachezaji ambao walikuwa ndani ya ligi ya Morocco wakachukuliwa. Ashraf Dari wote wale walikuwa kwenye ligi ya Morocco wakachukuliwa, katoka Magharibi Fedhi, mwingine katoka Tunisia Sfasheni, wametoka Bekane, wamekuja wakawachukua. Baada ya hapo wakawakuza within Wydad, alafu wakawauza. Na kuhusiana na Stan Aziz Ki, Stefan Aziz Ki sio Stan Aziz Ki kuhusiana na Stefan Aziz Ki ni seme wazi kwamba nilizungumza pia wiki iliyopita kwamba unajua moja ya sifa kubwa usitake zao lako ama usitake mchezaji wako hadi ashuke thamani kabisa, thamani ya chini alafu upate hasara uuze. Uwe kama Liverpool anachukua bure, anachukua trend bure. Unaona kilichofanywa na Yanga ni kwamba tumtumie hata kwa hii pesa. Kuna muda Aziz Ki hata kuwa na kiwango hata hiki hapa ambacho anakionyesha sasa hivi atakuwa chini ya hapo. Tunafanyeje? Tunamuuza sasa hivi ama anatoka sasa hivi kwa ajili ya nyingine. Kwa kila ambacho amekionyesha Yanga kwa misimu yote ambayo amekuwa hapa, sidhani kama kuna kitu ambacho wanaweza kumdai Yanga. Amecheza vizuri, lakini msimu uliopita pia alikuwa ni mfungaji bora amekuwa katika nafasi hiyo, magoli zaidi ya 15 ama tuseme magoli zaidi ya 20 ambayo aliyafunga. Unaona kabisa ni aina ya mchezaji ambaye alikuwa kwenye daraja zuri, licha kwamba msimu huu kidogo changamoto, hakuwa kwenye hiyo fomu ambayo pengine msimu uliopita alikuwa nayo. Lakini Stefan Aziz Ki amekuwa pia na kikosi cha Yanga na kufika kwenye hatua ambayo klabu bingwa Afrika kidogo tu waingie kwenye hatua nzuri zaidi wakiwa kule
Sundowns, nadhani huko ndio miongoni mwa sehemu ambao alionekana wazi mazungumzo kati ya kocha wa Wydad kwa sasa hivi pamoja na Stefan Aziz Ki. Kama unakumbuka alikuwa ni kocha wa Yanga huyu Mwargentina Gamondi anaenda kama sikosea alikuwa Musa Ndao, anaenda kumtoa pale Aziz Ki. Kwa nini unazungumza na huyu? Of course alikuwa Musa Ndao, unazungumza naye kufanyaje? Ilikuwa kama nani hiyo, lakini katika hiyo wachezaji wako hivyo. Wanakutana timu moja na pakutana timu nyingine kubwa, licha ya kwamba wanacheza wao, kuna wengine pia wanaangalia biashara, wanaangalia kwamba baada ya hapa mimi nitakuwa wapi. Hao mazungumzo yalikuwa ya kawaida na kitu ambacho alikizungumza kocha Wydad kwa sasa hivi akasema kwamba, ambaye muda huo alikuwa Mamelodi, akazungumza akasema kwamba natamani siku moja niwe ama mchezaji wangu kwenye timu yangu awe Stefan Aziz Ki. Kwa upande wangu naweza nikampa ama Yanga nikawapa asilimia kubwa kwamba wamefanya uamuzi mzuri. Kwa sasa ni muda wa kumwachia Stefan Aziz Ki. Deals ambazo zinakaribia kukamilika Yanga, Stefan Aziz Ki tayari, Mzinze inakaribia of course. Mzinze, hata Maxim pia taarifa zinasema kwamba wakikaa vibaya Maxim pia zipo taarifa nasema ameongeza miaka miwili. Zandani ameongeza miaka miwili tayari kashaongeza. Of course hiyo wamewahi kuilock. Jigi Diara 50 kwa 50. 50 kwa 50, japokuwa na uhakika pia huenda ukawa ni mwisho wa Digi Diara Yanga.